jenga. Kisikia Msaudhi wafu nasema hadi Msaudhi ziko Dar es Salaam. Dar es Salaam anajenga vibanda. Huku wanajenga nyumba. Come on. Hawa ndio wajenzi wa nchi yetu. So vijana kwenda kudokoa na nini? Hawa ndio wenyewe. Bwana poa bwana. Kwa hawa wanapiga kazi hapo kama ulivyoona, wakifanya kazi ya kupaki mpunga kwenye magunia mengi unaotazama hili eneo lote. Nataka wa appreciate. Kila upande wa kulia na kushoto kote kumejaa hizi shughuli za kilimo na shughuli za kilimo kwa ufupi. Hapa ndio uti wa kilimo, ni uti wa mgongo, ina maana yake. Tizama godown jingine. Unaona? Kila pahala ukitizama ni kilimo tupu. Au unasemaje? Hapa ukienda tena huko ulikuwa upande wa kushoto. Ushafahamu watu kibao pale magunia matani kwa matani. Huu ni mpunga huo, sio mchanga. Alafu upande mwingine ule pale hiyo godown nyingine. Tutaenda kwenye details, tutaenda kuzungumza na hao wenye magodown, tutaenda kutizama kwa kina ndani ni nini kinafanyika hasa hapa eneo hili. Nafuga ng'ombe wangapi? Subai? Sawa. Ng'ombe kwenye 80. Ana 80. Wewe peke yako? Yeah. Na ujamaa na ng'ombe wangapi? 150. 150. Umri gani? 18. Ina ng'ombe wangapi rafiki? 300. Unaweza kuona vijana ambao ni masonko, ni matajiri, wako hapa kijijini. Kilimo ni utamu. Kwa nini mmeamua kufuga? Kufuga yani na sisi tumepewa na wazazi wetu, tumebaguliwa. Melithishwa. Okay. Kwa hiyo nafuga. Unataka kufikisha mwisho ng'ombe wangapi? Ni ng'ombe 1000, 5. Mimi ng'ombe wengi sana. Mimi nataka nifuge, nibadilishe, nijenge. Niwe na majumba, magari, nimiliki, niwasomeshe wanangu na mimi nikiwa na familia. Okay. Watu washibe. Niwe ni mtu maarufu. Utaacha hii kitu kama Roasa? Utaacha kuvaa? Hii siwezi nikaacha, maana ni mila yangu. Hapa kama utaenda mtandaoni, una search Aje Farms mashamba na utembea. Kwa utatembea Tanzania nzima. Tunaonesha watu fursa, mila zetu, fursa tulizonazo Tanzania na namna tunavyozitumia. Badala watu kutoka vijijini kukimbilia mjini, watoke huko mjini waje kijijini. Au unasemaje bwana? Ni jambo zuri sana. Pamoja sana? Pamoja sana. Okay. Asante sana bwana. Kwa hiyo hapa nimekuwa nikizungumza na vijana wa Kimasai ambao wao wenyewe wameamua kujiajiri kupitia ufugaji. Umesikia kijana mmoja anaenda mpaka ng'ombe 300, mwingine 150. Alikuwa na wachache sana, alikuwa ni ng'ombe 80, imagine. Kwa hiyo unaweza kupata feeling kwamba kijiji hiki kweli kilimo ni uti wa mgongo. Hujambo na karibu katika channel ya Aje Farms, mashamba yanayotembea. Wow, hapa ni Dakawa. Na nataka nikutoe ile akili ya uliokalili kwamba maisha ya kijijini ni mabaya. Maisha ya kijijini mabaya kwamba siwezi kukaa kijijini, lazima mimi nikae mjini. Mtu atafuta kwenda kukaa kwenye miji mikubwa tena kama Dar es Salaam, Arusha, Mwanza. Kuna watu wako kijijini wanaenjoy zaidi kuliko mtu aliye mjini. Trust me, naenda kuonesha kijiji ambacho kinamaanisha kabisa ile kauli kwamba kilimo ni uti wa mgongo. Kilimo ni uti wa mgongo kweli. Hii ni kata ya Dakawa. Kata moja kati ya kata 30 zinazounda wilaya ya Mvomero mkoani Morogoro. Kata hii ina vijiji 5 ikiwemo Wami Dakawa, Wami Luhindo, Wami Sokoine, Milama na Mhuzi. Hivi ndio vijiji ambavyo vinaunda kata hii ya Dakawa. Kata inaitwa Dakawa, lakini wilaya inaitwa Mvomero, na wilaya yenyewe Mvomero iko na pia na kata zake nyingi sana. Ikiwepo hiyo unasikia Mtibwa, Dakawa yenyewe, unaona Mzumbe, zote ni katika zile kata ambazo zinaiunda takriban kata 30 ndani ya wilaya hii ya Mvomero. Naenda kuonesha maana hasa kilimo ni uti wa mgongo. Nitakutembeza kila sehemu, alafu tutaanza kuhesabu sehemu moja moja. Uhesabu ni watu wangapi wanategemea kilimo kutoka hapa. Na ujaribu kujilinganisha wewe maisha yako unaoishi huko kwako huko mjini na linganisha na maisha ya watu hapa kijijini. Naenda kuonesha. Come with me, come with Aje Farmer. Kwanza tuanzie eneo ambalo mimi eneo nilofikia hapa, unaona kwa ufupi ni hii ndo bedroom nilofikia hapa. Umeona? Na mitambo yangu kama kawaida natembea mtu kazi hapa, unaona mitambo yangu iko standby pale. Na kisha kwamba ninapotembea sitembei kibwege. Sitembei, natembea na document, nataka naandika kitabu pia. Nitakuja nikusimulie kwamba pia naandika kitabu cha historia halisi ya Tanzania.
na fursa zake kwa jicho la mjasiriamali. Naandika kitabu mpaka mwisho wa ziara hii nitakuwa nimekamilisha kitabu ambacho kitakuwa kinauzwa sasa nchini kote kuhakikisha kwamba watu wanaweza kusoma Tanzania kabla hujaisoma ulimwengu. Unasoma kilimo cha buni Brazil wakati bado hujasoma kilimo cha buni hapo Kilimanjaro. Hapo utaweza kutatua kweli tatizo lako. Kwanza inabidi usome nchi yako kwanza, alafu ndo naenda kuisoma nchi nyingine au sehemu nyingine. Kwa hiyo tuijue kwanza Tanzania. Kwa hiyo naandika kitabu cha historia halisi ya Tanzania na fursa zake za kwa jicho la mjasiriamali. Ile ndio eneo ambalo nafikia kama nilivyokuonesha. Hii ndio ofisi yenyewe ambayo nahakikisha kwamba na document naandika kila kitu ninachokutana nacho. Na unajua kama ninapokuwa sehemu kama hizi upweke wakati mwingine unanikumba, unaona nikiwa nafanya kazi lazima nitavai headset kwa kwamba nasikiza muziki kidogo na kinywa maji, hydration kwa sababu ya unajua kupia kuna wakati ambapo joto inakuwa kidogo la juu kidogo, na hata hivyo kunywa maji ni sehemu ya afya. Kwa maji ni sehemu muhimu sana kwangu. TV sijawahi kuangalia, hata ikiwepo chumbani situmii. Unaona sehemu ya dustbin, lakini nakuonesha kwa ufupi hapa. Unaona kuna ventilation ya kutosha, dirisha kubwa sana. Na pia kuna AC ukitaka unaweza kutumia fan, lakini pia kuna mwanga wa kutosha ndani ya chumba hiki. Usisahau kuzuia mbu na mambo kama hayo. Wi-Fi internet muhimu sana. Hii ndio maisha yangu. Nikienda sehemu hamna internet ninaondoka mara moja. Kwa sababu kitu ambacho katika maisha ambayo ya mwanadamu kwa sasa hivi bila internet itakuwa kama vile umekosa hewa kabisa. Kwa hiyo naenda kuonesha ndani ya ama eneo ya Dakawa. Tutembee pamoja. Lakini sasa mlangoni unaona mlango umefungwa pale, afu kuna kabati ile pale kidogo, kule washroom unaona well made. Kitanda unakiona well made, beautiful done, well made. Unaona very smart right here. Na hapa ndio na come on. Inabidi nifunge mlango huu ile zangu mtaani kuoneshe maisha halisi ya kijiji ambacho kinaamini kwamba kilimo ni uti wa mgongo. Kila chumba kimepewa jina la pengine la nchi au kuna Rio de Janeiro. Kuna kila mahali. Cause hapa ndio tunaweza kupata pia breakfast asubuhi. Unaweza kuwa na restaurant. Hii ni eneo ambapo you can feel it very smart. Kwa eneo hapo nafungua mlango and then I'm out. Kisha bam enda mtaani naenda kuonesha kiuhalisia maisha ambayo yako hapa kijijini Dakawa. Hiki ni kijiji cha Dakawa katika vile vijiji 30. Hiki ni kijiji cha Dakawa. Nafikiri ni Wami Dakawa kwa sababu Dakawa nazo kama zimegawanyika mara nyingi. Kuna Wami Dakawa, Wami Luhindo, Wami Sokoine. Vyote ni vijiji hivyo. Sasa hapa ninatembea, naanza kuonesha biashara moja na namna ambavyo kwa namna moja au nyingine kijiji hiki wanasema kwamba kilimo ni uti wa mgongo. Shafahamu. Naanza kuonesha, tuanze kuhesabu hapa biashara ya kwanza na biashara ya pili, ya tatu mpaka ya mwisho, tuangalie watu gani wangapi wanategemea kilimo katika eneo hili. Kwa mdogo unaweza ukapata feeling hapa. Unaona tractor ile pale, lakini pia hapa unaona mnara wa Vodacom ambapo mtandao ni wa muhimu sana. Lakini naanza kuonesha, unaona tractor pale ya kwanza salama kuu, na tractor ile ya pili, na hapa kuna wameweza kutandika mpunga wao. Watu wanafanya kazi hapa kazi tu. Kwa hiyo watu wanapiga kazi hapo. Godown ya kwanza hiyo unatizama. Alafu washikaji pale unaona kama kawaida wanapiga kazi hiyo pale, mzigo ile pale. Kuna hii inapita barabara na anapita hapa barabara hii ni barabara ya kuangalia hasa nini maana hasa kilimo ni uti wa mgongo. Tumeshahesabu pale. Kuna trekta ya kwanza tumeona, kuna trekta ya pili tukaona pale na nyetela, tukaona godown la kwanza pale, tukaona godown lingine la pili kule. Unaona naweza kuonesha hapo ili upate feel. Hapa natembea mtaa tu mmoja ambao unaweza ukafeel kwamba watu wanaweza kuthamini kilimo kwa kiasi gani. Hapo hao wamebeba mpunga mbele yetu. Kwa hiyo tena hiyo, kwa hiyo nimekuonesha kwamba tumekutana kule ya kwanza, ya pili kwa na tela, nikakuonesha pia godown pande ule, nikakuonesha godown nyingine, alafu nakuonesha na nyingine ile pale, unaona. Kwa hiyo nakuonesha mahali ambapo wanasema kilimo ni uti wa mgongo. Kilimo ni uti wa mgongo. Ukifika kijiji hichi ndio utatambua kwamba kilimo ni uti wa mgongo. Salama jamani. Salama. Hao wenyewe ndio watu ambao wako hapa kijijini, lakini wana appreciate kwamba kilimo ni uti wa mgongo. Kila sehemu hapo unaona mpunga umeanikwa hapa, lakini pembeni ulipoanikwa pale shamba la mpunga lenyewe. Lakini kule kuna makazi makubwa sana ya watu ambao hawajajenga kinyonge, kila mtu alijenga hapa kijijini, lakini kenga kama Sonko.
Unafahamu? Mtu anaweza kuambia nakaa Dar es Salaam lakini anakaa maisha ya kinyonge sana kuliko mtu anayekaa huko. Nimekuonesha hizo biashara ni takriban 5 ambazo tumeshafika mpaka sasa hivi tunaangalia. Pale pengine ndio inakuwa ya 6 ikibeba mpunga kupeleka pengine kwenye eneo lingine la kuhifadhia ama kusafirisha. Kwa hiyo kule chini unapoelekea kule ni makazi ya watu, inazidi kwenda na unaweza kupata feel. Acha nikutembeze kidogo usije ukasema huyu Aje Farm anazungumza kitu gani. Na katika kutembea huku naamini kwamba unajifunza jambo, kwa sababu ni makosa makubwa kama ambavyo unasema kwamba unajikuta umezaliwa sehemu moja, umekulia sehemu moja, alafu ukasoma pale pale, ukaolewa au kuoa pale pale. Salama jamani. Heri bana. Ukaoa pale pale, ukaolewa pale pale, alafu ukafanya kazi pale pale, alafu ikifika mwisho wa safari katika dunia hii unazikwa pale pale. Hiyo ni kosa kubwa sana. Ndio maana anakwenda kuandika kitabu hiki cha pekee kabisa Tanzania ambacho kitakuwa kinasimulia historia halisi, sio ya kwenye vitabu ambao tulisoma ile iliyoandikwa na wageni, bali iliyoandikwa na sisi wenyewe. Kwa hiyo nitakuwa nasikiliza watu, nasikiliza mila zao, tamaduni, lakini pia kikubwa sana nitakuwa naonesha fursa zilizopo Tanzania. Bahati mbaya hatujui, unaweza kuwa unakaa kwenye kijiji ambacho pale pale wanachimba madini na kwa bahati mbaya hujui kuna madini. Ushafahamu? Hapa Tanzania wewe mwenyewe unashindwa kujua kwamba hapa Tanzania kuna maeneo ambao watu wanalima mpunga kwa wingi, wanalima mkonge, wanalima mazao mbalimbali. Na isitoshe kuna watu wanaingia mpaka wanajipenyeza, wanafanya mambo makubwa sana kutoka nje, na sisi tupo tumelala. Fursa ziko hapa. Come on. Wewe unataka kwenda Ulaya? Sorry. Wazungu watoka Ulaya wanakuja huku. Alafu wewe unataka kuzamia meli uende Ulaya. Ushafahamu? Wazungu pia sasa hivi hawataki watu waende kwa sababu kuna tumejaa, changamoto ishatatuliwa. Yaani kula hamna fursa tena mpya. Fursa ziko huko Afrika, ziko hapa Tanzania. Zipo hapo kijijini kwako. Wewe unakimbia tena kijijini, unaenda tena mjini wakati umeacha mambo mengi sana. Na mimi nasikitika kuona kwamba kuna wageni wanatoka huko mbali wanakuja hapa wanafaidika, na sisi tunaenda kwenye nchi zao, tunaenda kufanya kazi za kuosha vyombo. Unaona? Kusafisha vyoo. Kazi za kudhalilisha utu wetu. Watu wanaenda huko, mabinti wameenda wapi, sitaki kutaja nchi hapa. Lakini wameenda kule kwenye nchi za watu wamedhalilika. Unaona watu wanalia, yani anakwenda kule anakosa hata nauli ya kurudi nyumbani kwao. Wanaambia shangazi yake amefariki hajaja. Mjomba wake amefariki hajaja, mama yake amefariki hajaja kwa sababu hana nauli. Ushafahamu? Ameenda kule amekamatwa kwenye mtego wa umaskini kwa kupindukia wakati ameacha mali nyingi nyumbani kwao. Ndio maana anaandika kitabu cha historia halisi ya Tanzania na fursa zilizopo kwa jicho la mjasiriamali. Na ninavyotembea hapa na kuonesha fursa mbalimbali. Hapa atapata feeling kidogo, uone kijijini maisha yalivyo. Hapa ni kijijini, ushafahamu? Mwingine utaona nyumba za kijijini. Pale watu kumejenga kila mahali. Kwa hiyo barabara inaendelea kwenda lakini kila mahali kumejengwa. Hapa ni kijijini. Ushanielewa? Ni kijijini na ukanda ule wote ni nyumba mbalimbali. Unaweza kupata feeling hapa. Hizo ni nyumba, watu hawajajenga kizembe, wamejenga. Kisikia Msaudi wafu nasema hadi Msaudi ziko Dar es Salaam. Dar es Salaam wanajenga vibanda, huku wanajenga nyumba. Come on. Umeona? Acha nikutembeze sasa upate feel. Lakini unaweza kaona pia makampuni mbalimbali hasa mitandao yakiwa yamewekeza kwa ukubwa sana. Hapo ukihesabu kwa haraka ni minara mingapi hiyo? Minara 4. Huu ni mwezi wa 6, jua ndio kidogo limeanza kuwaka, lakini takriban wiki 1-2 zilizopita hapa mvua inanyesha. Ardhi ina rutuba ya kutosha. Ushafahamu? Sasa sijajua ile pale ni pumping station au kitu gani. Nitakwenda kudodosa, kudadisi ndani na kuonesha ni nini kinajiri hapa. Kwa hiyo kila ninapotembea hapa nataka kila fursa uliyoiona na utuandikie kwenye comments ya hapa. Tuandikie kwenye comment section. Come on, silale. Na kuonesha kila kitu napokuwa natembea hapa na kuonesha ni namna gani watu hapa wanaamini kama kilimo ni uti wa mgongo. Sasa mwenzangu naamini kwamba kilimo ni mateso. Wenzio huko wanapiga pesa. Ushafahamu? Lakini shagundua kwamba watu hapa wanaopiga pesa wamelima kijasiriamali. Unaona? Wanalima kama wajasiri wa mali. Hawalimi kama mkulima yule tunayemjua yule wa jembe la mkono, anaweka begani anatembea zake, anaenda kulima alafu anaanza kusubiri mvua. Hapa watu wamejiandaa, wanalima kijasiriamali. Wengi hapa hawauzi mpunga. Come on. Wanauza mchele. Ushafahamu? Nitakuonesha fursa mbalimbali pia. Hapa ndo wanalima wilaya hii ndo wanalima pia miwa, kilimo cha miwa. Unaizungumzia Mtibwa hapo. Mtibwa Sugar ndo inaizungumzia iko huku. Lakini hapo ndo unazungumzia kwamba kuna ile kampuni nyingine mpya ambayo
of course kama ina miaka 5 hivi. Mkulazi na yenyewe pia wanalima miwa. Of course watakuwa na outgrower scheme. Ushafahamu. Kwa hiyo naamini kwamba ni kitu kikubwa sana kinaenda kufanyika ukanda huu. Sio kinaenda kufanyika, kishafanyika. Umeona? Sasa tuendelee kuhesabu haya maeneo na jaribu, nilikuwa nimeenda kule chini, sasa narejea, lakini nadhani itakuwa pia go down. Nadhani hiyo pembeni mwetu hapo itakuwa go down. Nadhani bado inajengwa au nini. Nitapata kuuliza kwa kina. Unaona? Kwa hiyo nadhani tunaweza kujifunza jambo kutoka kwenye hizi ziara ambazo tunafanya mashambani. Katika ziara hizi hatutembei kama mabwege, pia tunachukua takwimu, taarifa muhimu sana kwa wakulima, wafugaji, wauzaji wa pembejeo, wauzaji wa mashine, wakopeshaji wa wakulima, watoaji wa mikopo, bima za mazao shambani, wasafirishaji wa mazao, watunga sera, wasimamizi wa sera. Tunafikia wadau wote katika mnyororo mzima wa kilimo, wa thamani wa kilimo biashara. Ni safari sio koma, kwa hiyo tutatembea Tanzania nzima, na sasa hivi tumetokea Kilosa baada ya kuwa tumetoka Gairo, na hapa ni Mvomero. Kwa hiyo safari inaendelea. Hapa si kama natembea peke yangu, niko na timu nyuma pazia ambao tunaambatana pamoja kwenye kazi. Kazi hii ni ngumu kidogo, lakini naamini kwa sababu ya thamani yake, umuhimu wake, lazima tuifanye. Sawa, hatuwezi kusubiria wengine waje hapa tuandikie historia ya Tanzania au watuoneshe fursa zilizopo Tanzania. Tungali sisi tumelala. Shafahamu. Kwa hiyo naamini kwamba umetizama pale kila wakati, hapa ndo tunarejea pale. Kwa hiyo nakusabia kule godown ambayo ilikuwa haijaisha. Mambo poa? Unamwona yule pale? Acha upige naye story kidogo. Jana kijana Gen Z sio? Mimi Gen Z kabisa. Mwenyewe. Mambo yanaendaje bwana? Hapo unafanyia nini bwana? Hapa nafanya kazi. Kazi gani? Ya mpunga. Kazi ya mpunga? Ni kama kazi yako mwenyewe au ni umeajiriwa kidogo kwa muda? Nimeajiriwa tu kwa muda. Kwa muda? Nafanya kazi hapa kwa muda. Ujira unatoka hapa unachomoka hata 300,000. Uhakika kabisa. Uhakika. Tukisema tukutoe hapa tupeleke mgodini? Nipo tayari. Upo tayari? Wapi, kwenye kilimo au kwenye vigodi? Kwenye kilimo, napenda kilimo. Na kilimo? Na jamaa yetu hapa. Unamwona mshikaji mwingine pale ambaye naye ni Gen Z mwingine. Kwa wao hawa vijana ambao badala kwenda mijini na kushinda wanatafuta watu wa kuwadokoa, wao wameingia kijijini, wameamua kukaa huku kijijini na wanapiga kazi kama unavyotizama. Nguvu kazi ambao na hawa ndio wajenzi wa nchi yetu. So vijana kwenda kudokoa na nini? Hawa ndio wenyewe. Bwana poa bwana. Kwa hawa wanapiga kazi hapo kama ulivyoona, wakifanya kazi ya kupaki mpunga kwenye magunia mengi unaotizama hili eneo lote. Nataka appreciate kila upande wa kulia na kushoto kote kumejaa hizi shughuli za kilimo na shughuli za kilimo kwa ufupi. Hapa ndio uti wa kilimo, ni uti wa mgongo, ina maana yake. Tizama godown jingine. Unaona? Kila pahala ukitizama ni kilimo tupu. Au unasemaje? Hapa ukienda tena uko upande wa kushoto, shafahamu watu kibao pale, magunia matani kwa matani. Huu ni mpunga huo, sio mchanga. Alafu upande mwingine ule pale, hiyo godown nyingine. Tutaenda kwenye details, tutaenda kuzungumza na wao wenye magodown, tutaenda kutizama kwa kina ndani ni nini kinafanyika hasa hapa eneo hili. Kwa hiyo utapata feeling. Unaweza ukaona kwamba kilimo kimeajiri watu kiasi gani. Unaweza kupata vijana wengi sana ambao hata pale kuna wadau vijana wakubwa, vijana pale wamekaa ambao nao pia wanategemea pia kilimo. Wameajiriwa kwenye kilimo. Umeona? Kwa hiyo sekta ya kilimo Tanzania inaajiri zaidi ya 65%. Kilimo ni uti wa mgongo kwa mantiki hiyo. Hapa ina maana ukisimamisha shughuli za kilimo umeua kijiji chote. Ushafahamu? Ndio trekta nilikuwa nakwambia, na trekta nyingine Ntela, na ndio naweza kueleza kwamba ni kilimo hapa kinachangia uchumi kwa kiasi gani. Ushafahamu? Na hapo ndo panaitwa Lotus, ndio sehemu ambayo nimefikia, ambapo unaweza kupata feeling kwamba ni pazuri kwa sababu watu wanafikia hapo na panaweza kama panazidi maeneo mengi mjini. Au unasemaje bwana? Wanatazama muonekano wa nje. Kwa hiyo na hapa pale Lotus hapo kuna chakula pia. Ina maana chakula hiki kinategemewa toka mashambani. Hapo ukinapolala hapo ina maana unapata chakula pale. Unaweza kuona jiko pale. Hiyo sehemu kubwa sana, kuna nyama choma pale. Utafahamu. Kombe la dunia tazamia kutokea hapa. Supu unaona, chai. Kwa hiyo ugali hapa. Vyote ninavyovitaja hivi vinatoka shambani. Kwa hiyo ni shughuli za kilimo hizo. Lakini upande mwingine unaweza kuona kuna wanauza mafuta ya alizeti hapa nyuma yangu hapo. Ushafahamu? Kuna kibao cha mafuta ya alizeti hapa. Na yenyewe pia unatizama hiyo, na yenyewe pia ni fursa nyingi. Kwa hiyo kila pahala watu wamewekeza kwenye kilimo.
Ina maana nyuma yangu pale kama kueleza kuna shughuli za kilimo ambao ni wanauza mafuta ya alizeti. Kwa hiyo kuna kilimo cha alizeti pia huko. Ushafahamu? Kwa hiyo unaweza kutizama godown jingine ile pale. Unaona? Godown kubwa sana hapo pembeni. Yaani magodown zaidi ya 6-7 ndani ya mtaa mmoja tu. Natembea hata mita 200 hazijaisha bado. Pengine kuna godown jingine dogo hapo. Ushafahamu? Unaona pembeni hapo. Na godown jingine ile pale. Unaona? Kuna bibi mkubwa pale na genge lake anauza mboga. Kwa zote hizo shughuli za kilimo. Nataka uappreciate uone mwenyewe kwamba hapa naposema kilimo ni uti wa mgongo, hapa wanamaanisha kwamba kilimo ni uti wa mgongo. Na hapo sija kuonesha upande wa ufugaji. Unaona? Hapa ndio kuna kituo cha tafiti cha kilimo kinaitwa TARI Dakawa. Hiki ni kituo maalum kwa ajili ya tafiti, ushafahamu. Hiyo ndio godown nyingine na hapa wanauza chakula. Kwa hiyo na penyewe pia ni mnyororo ule wa kilimo, thamani ya kilimo. Kilimo kimeajiri watu wengi, hata mama ntilia anayeuza chakula bado yuko katika mnyororo wa thamani wa kilimo. Bado ananufaika kwa namna moja nyingine kutoka kwenye kilimo. Sija kuonesha bado maeneo mengi, na kadri ninavyozidi kukaa hapa kwa takriban siku 3-4 kupata feeling, utaelewa kwa nini sehemu hii wananchi wanasema kilimo ni uti wa mgongo. Utaelewa kwa nini kijiji hiki watu wanaamini. Subai. Yeba. Tuongea kidogo Yeba. Waitwa nani? Yakobo. Unachunga? Masai au Mangati? Masai. Ongea kidogo na rafiki hapa. Mwambie jambo, unafuga ng'ombe wangapi? Jambo. Anakusikia. Unafuga ng'ombe wangapi? Subai. Sawa. Nafuga ng'ombe kwenye 80 hivi. Ana 80. Wewe peke yako? Na ujamaa na ng'ombe wangapi? 150. Umri gani? 18. Ina ng'ombe wangapi rafiki? 300. Unaweza kuwa na vijana ambao ni masonko, ni matajiri wako hapa kijijini. Kilimo ni utamu. Kwa nini umeamua kufuga? Kufuga yani na sisi tumepewa na wazazi wetu, tumebaguliwa. Merithishwa. Okay. Kwa hiyo nafuga. Unataka kufikisha mwisho ng'ombe wangapi? Ng'ombe 1000, 5. Mimi ng'ombe wengi sana. Mimi nataka nifuge, nibadilishe, nijenge. Niwe na majumba, magari, nimiliki, niwasomeshe wanangu na mimi nikiwa na familia. Watu washibe. Niwe ni mtu maarufu. Utaacha hii kitu kama Roasa? Utaacha kuvaa? Hii siwezi nikaacha, maana ni mila yangu. Ni mila. Okay, mila wasema. Huyu hapa rafiki asema mila hawezi kuacha, atapata pesa nyingi sana lakini mila yake. Rafiki, nataka nikuulize swali moja. Yaani nani? Mimi naitwa Daktari Mkulima Aje Farmer. Tunakuwa na hapa kama utaenda mtandaoni una search Aje Farms mashamba na utembea. Kwa utatembea Tanzania nzima. Tunaonesha watu fursa, mila zetu, fursa tulizonazo Tanzania na namna tunavyozitumia. Badala watu kutoka vijijini kukimbilia mjini, watoke huko mjini waje kijijini. Au unasemaje bwana? Ni jambo zuri sana. Pamoja sana? Pamoja sana. Okay. Asante sana. Kwa hiyo hapa nimekuwa nikizungumza na vijana wa Kimasai ambao wao wenyewe wameamua kujiajiri kupitia ufugaji. Umesikia kijana mmoja anaenda mpaka ng'ombe 300, mwingine 150. Alikuwa na wachache sana, alikuwa ni ng'ombe 80, imagine. Kwa hiyo unaweza kupata feeling kwamba kijiji hiki kweli kilimo ni uti wa mgongo. Hii ni Aje Farmer, ama mimi ni Aje Farmer au Daktari Mkulima au Vasco da Gama wa Bongo, ambaye inakuletea vipindi hivi kutoka mashambani kila kukicha. Na kisha una subscribe, like na kushare kama ndio kwanza unatazama vipindi hivi kutoka mashambani, na kisha kwamba unaweza comment chini ya video hii kama umeweza kutembea kama mimi Vasco da Gama Bongo. Lakini pia nijuze ungehitaji kujua nini kutoka Mvomero. Ndio kwanza nimefika jana, kwa hiyo naamini nitakuletea vipindi vingi sana kutoka ukanda huu. Kwa wale ambao wanahitaji kujiunga katika mafunzo yangu ambao nimeendesha, anaita mafunzo ya chuo kikuu cha mtaani kitivo cha Misukosuko, unaweza kuni WhatsApp kwa namba ya simu 0743811253. Nitaweza kuunganisha kwenye group ya WhatsApp na nitakuongoza hatua kwa hatua kama mentor wako. Kuwa mkulima sio tabu tena. Changamoto za mazao au mifugo sasa kwisha habari yake. Aje Farms wamekuja na suluhisho la kudumu na sasa wanakuletea vitabu mbalimbali vya mazao na mifugo. Kama una changamoto za kilimo, vitabu hivi ndio suluhisho lako. Kukufikia ni rahisi. Unaweza kuvipata kwa njia ya WhatsApp au kutumiwa popote nchini na hata nje ya nchi.
Cha kufanya, wasiliana na Aje Farms leo kwa 0757757968. Bei za vitabu hivi ni ndogo sawa na bure. Nunua leo kitabu chako uunganishwe kwenye kundi la WhatsApp la zao husika. Hatujamaliza. Kama wewe ni mkulima, una mazao na hujui wapi utapata soko zuri la kukupa faida, wala usijali. Kama wewe ni mnunuzi wa mazao na hujui ni wapi utapata mzigo, nawe pia usikonde. Hapa kuna mkulima na pale kuna mnunuzi. Ni nani wa kuwakutanisha moja kwa moja? Ni Aje Farms. Si hivyo tu, kupitia mtandao wa Aje Farms unaweza kujua bei za zao lolote lile nchini. Cha kufanya ni wewe kuwasiliana nao kupitia WhatsApp au piga simu. Wafuate kule Instagram, Facebook na YouTube kwa jina la Aje Farms. Wote mnakaribishwa.